biashara yako nimemaliza. Hela yangu naipataje? Unahangaika nini mpaka unaenda kutembea na nini za watu? Wewe unajitia aibu, unajizalilisha. Baba, unadhani taarifa zako sijazipata? Taarifa gani? Baba, hebu naomba Kenzo. Unatoka nje utoke. Nimekwambia sitaki kukuona humu ndani. Mama na Yakuba tayari washafunga ndoa. Nisikie kama uko nyumbani. Hapa ndo nyumbani kwako. Kwa ndo tumefika? Ndo maana yake. Mbona unalalamika kweli mbali? Hapa ndo kwako mama. Karibu sana. We baba wewe. Kwa ile nyumba mliokuwa mnaongelea kule na bakuli mbomo ndo hii. Ndo hii. Jisikie vizuri kabisa uko nyumbani kwa ladha yako. Tena lina eneo kubwa kweli kweli. Unaweza ukafuga kuku. Unaweza ukafuga hata mbuzi. Na unaweza ukafuga hata ng'ombe. Wewe koma. Mimi siwezi kuishi hapa na wewe. Ashako hayo. Wewe vipi wewe? Hebu acha masiara bwana mke wangu. Unajua sasa ushakuwa mke. Usichukulie kipindi kile kwamba wewe kama ni mtu tu. Wewe ni mke wangu. Twende mpenzi wangu. Twende mke. Wewe usiniguse. Kwa bwana wewe mbwembwe zote zile, mimi meneja wa hoteli, mimi sijui nini, kinyumba chetu kibanda hiki. Mimi siwezi kuishi hapa na wewe. Siwezi. Kwa hiyo lile bangalo la baba yako ndo hazi yako. Ndio maana nikaondoka kwa baba yangu. Wewe unadhani baba yangu angekuwa na bangalo ningeondoka nikufuate wewe? Au ningeolewa na wewe? Okay, nishakusoma. Kwa maana hiyo kwamba wewe nisikilize. Mimi mumeo usinichukulie kivile, nisikize kwa makini. Kwa maana kwamba wewe unatafuta mabwana upate maisha ya juu. Si ndio maana? Mimi sitegemea wanaume. Sikiza nikwambie. Mimi familia yangu ni maskini. Baba yangu, mama yangu ni maskini. Siwezi kutoka kwa wazazi wangu afu nikaja nikaolewa na mwanao maskini kama wewe. Hapa? Kwani mimi niishi hapa? Mimi Sakina niishi hapa? Nyinyi wadada wa mjini mnakuwa masehemu ndogo sana. Ukimwona mtu ana mali, ujue nyuma kuna mwanamke amechuma naye. Lakini wadada wa sasa nyinyi mnataka yale maisha kwa kati ya denge tu. Kuyapitia tu cha. Maisha hayaendi hivyo. Nikwambie ukweli kabisa, maisha hayaendi hivyo. Mwenelewa vizuri. Kama wewe unapenda kuendelea kudanga, nenda kadange. Lakini nakupa miaka yako 2 tu. Utaondoka. Miaka hiyo 2. Wewe haupo duniani. Mimi sitegemei mwanaume wewe. Sasa wewe kama utegemee mwanamume unafanya kazi wapi? Unafanya kazi gani hapa mjini? Zaidi ya bwana uko na kibonge, maana si uko na kieleni, maisha tafarani. Huna mbele wala nyuma. Una maisha gani wewe hapa? Kama wewe utegemee mwanamume. Wewe sikufichi. Utakufa siku zako. Kufa ukujui lakini makaburi uyaone. Acha ujinga. Kwa nini umenileta hapa mimi uje kunizalilisha? Majirani zako wote wajue mimi unanizalilisha hapa, unanitukana mbele za watu. Yaani na wewe miaka 2 hutomaliza. Lazima utakuwa umeshafariki dunia. Pumbavu wa maisha wewe. Unategemea kudanga. Kuna magonjwa mengi. Umri unaonao ni tofauti kabisa na mambo unayofanya. Kuwa makini. Kuna magonjwa ya ajabu. Kuna kaswende, kuna gonoria, kuna ukimwi. Binti mrembo lakini unapenda sana ngono. Unapenda vitu mtelemko kama vile mlima wa Kitonga. Watu hawaendi hivyo. Watu wanahangaika na maisha. Usipende hivyo. Acha ujinga. Utakufa siku si zako. Nenda. Mwanakwenda. Mpumbavu wa maisha, the very bogus of your life. Mpumbavu. Na sijui kama utafikisha miaka 2. Umebaki na miezi 6 tu. Ufariki dunia.
Mwehu mkubwa wewe. Mala kieleni. Mala si bonge. Mwenye kitumbo kama koba kinyozi. Wajisha uwe tu. Maisha yanaenda kaibu. Wajiona mzuri. Mlembo. Walembulie mbele. Samahani dokta. Kwani shida nini haswa? Hali ya mgonjwa ni mbaya sana Kenzo. Swala lake la kupandikiza figo haliwezi kusubiri tena. Nataka lifanyike kwa haraka, la sivyo tutampoteza mgonjwa. Inabidi uchangamke. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Less than 24 hours anatakiwa afanye operation. Ina maana umekosa ndugu au jamaa ambaye anaweza kusaidia hili swala hata wakumlipa. No, actually doctor, ndo nipo kwenye hii process na bado kidogo tu kuna vitu fulani nakamilisha. Changamka basi. Kwa sababu tuna wagonjwa wengi sana. Unaweza kunisaidia hata nikamuona kidogo? No, yuko kwenye chumba maalum, huwezi kumuona mgonjwa sasa. Samahani. Samahani. Kuna kitu kimoja mimi kinanitatiza sana. Ndio. Yeye alifikaje hapo hospitali? Mimi nimkuta emergency room. Ndio. Okay bana, baadaye. Hakikisha umefanya juu chini Kenzo. Sijui tutafanyaje, lakini hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Hakikisha umefanya juu chini mpata hiyo nani maswali. Bwana. Tulia basi. Sasa unanifinya. Umetaka uzuri baby. Na ukawaambia huko. Suka Kenzo. Nimepata fundi leo. Usilale sasa. Tulia sasa, unafumua. Nice. Angalia. Sasa nikikusuka nikimaliza na huku. Sura pita mtaani kabisa unajidai. Kwanza leo ninakwenda saluni mo. Kwa nini bebe basi hizo basi? Bora nisumbue bwana. Sasa angalia ulivyonifunga. Lekta niko. Usuki tena usinisumbue. Sasa nitakuwa nafanya mambo. Usinisumbue. Kwa nini kusuka bure? Nadhani kwa staili nani ambaye anaweza kulipia? Unatafuta sababu tu ya kwenda saluni. Unalote. Sikusuki tena. Ndio, sinisuke. Tatibu. Ewe baby mzuri. Mwanamke mzuri sana. I love you. Kama mimi mpata handsome boy. Baby, kwa ajili yako niko tayari kufanya chochote kile. Kweli. Na nikisema chochote na maanisha chochote. 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 Hakuna kitu, nisikilize. Hakuna kitu katika ulimwengu huu ambacho siwezi kukufanya kwa ajili yako. I'm lucky. I'm lucky. Na umetulia hapo unafuta pumzi. Nafuraha sana leo. Mwanangu. Yaani sikutegemea, shughuli ndogo lakini imefana. Ni kweli. Na mimi sikutegemea watu wale wangefurahi vile. Vipi?
Unasemaje wewe? Nenda kadange mwanangu mzuri. Yule mwanamume anakupotezea muda. Na hivyo ulivyo, kwa siku utapata hata mabwana 6. Kwa atakupatia pesa, utajenga nyumba yenye hadhi yako. Unaonaje mama? Kwa mama mimi nadanga. Mama unaniambia mimi nadanga. Kumbe unafanyaje? Ukuchukua mume wa dadako Saranyika. Na jinsi ulivyoishi naye alikufanya kama mdogo wake. Unawema wewe. Tizame kwanza kisu chake kama chipi ovyo. Isitoshe wewe upotaka kuzikwa hayo wewe kwa ajili ya kuchukua mume wa mtu. Hivi wewe una tofauti gani na mnyama ambaye akiwa kwenye joto achague mwanamume? Mwanangu, mimi nilidhani umekuwa Sakina. Unataka kurudisha heshima nyumbani. Nikamshawishi babako asimamie masuala yako. Kumbe ni bure kabisa, hakuna kitu. Na juta kukuamini Sakina. Hivi Sakina, unafikiri watu wanalala tu singine wakiamka wanakuta utajiri, si ndio? Wewe umepata mwanamume aliyekujali na akakuheshimu. Badala utulie naye ujenge maisha, unataka kurudi mtaani uanze kutangatanga, si ndio? Sasa nasemaje? Toka katafute bangalo la kuishi, sio hapa. Inuka uondoke Sakina. Nenda katafute bangalo la kuishi. Inuka, toka Sakina. Nimesema toka. Mtoto gani unanieleza kila siku sura yangu sina hata pa kuiweka. Kuzako nimezaa duniani. Sakina toka. Toka, sitaki kukuona. Ondoka. Toka. Ondoka. Sitaki kukuona. Mbona unanieleza namna hii? Vipi bwana Mzange? Shwari. Sasa si muda wa kusosomola mambo tena, mbona umeniita usiku? Au unapenda kupiga story nayo upate kiki? Nipate kiki wapi ndugu yangu? Nani kasosomola? Hakuna cha kusosomola wala nini. Mimi mtu akulala mwenyewe. Nalala mwenyewe tu bila sababu za msingi ndugu yangu kweli. Na mimi nimeoa na mke eti kweli. Unamaanisha nini unaposema unalala mwenyewe? Ameondoka. Hata nasema hizi kuishi kwenye kibanda kama hiki, kibanda cha mbavu za mbwa. Anataka kala kwenye bangalo. Kaondoka? Ndio maana yake. Samani ndugu yangu, hebu naomba unipe ushauri. Maana inakuwa ni problem. Nipe ushauri ndugu, msije nikafariki dunia na mawazo. Sasa hapo bwana Mzange, mimi nikushauri nini ndugu yangu? Labda nikakuolea mwanamke mwingine usiku huu. Acha ujinga wewe. Unaniingiza kwenye moto tena? Mwanamke gani? Ni hatari. Hebu nenda bwana, acha nikalale, acha ujinga wako. Uniingiza kwenye moto tena saizi. Sikia, sasa unataka tufanyeje? Au unataka nikadai mahali yetu usiku huu? Mimi ndo mshenga, simwogopi mtu yote nyumba ile. Hebu acha ujinga bwana, wewe ni upumbavu. Achana nao bwana. Basi nisamee ndugu yangu. Najua unataka nikufariji. Ufariji gani kipo sasa ndugu? Mimi nimtegemea utanipa mawazo mazuri na mimi niende kwenye mstari. Leo mawazo gani unaonipa? Lakini bwana Mzange, kulala bila mtoto ni mtoto mzuri ujue. Na kuona hapo unakutaka kulia. Acha ujinga wako. Bwana Mzange. Mshikaji usinichanganye. No, naomba tuheshimiane. Sasa wewe umemruhusu atoke hivi kweli unamruhusu? Mimi ningekuwa wewe nisingekubali. Nakwambia kweli kabisa, ningekuwa wewe. Ungefanya nini? Nisingemruhusu aondoke. Hebu nenda. Umetoa mahali, umekula ubwabwa watu. Usimpotezee mudi, nenda bwana. Tatizo lako na wewe bwege. Usingekubali. Haya basi, nitakuja asubuhi kukutazama. Kweli, nitakuja asubuhi kukutazama. Wewe ndugu yangu bwana. Nimekuja sipokuja kwa jamani.
nafahamu fika kwamba Rebeka ni binti yangu pekee kabisa ambaye sipendi achezewe hata kidogo, lakini ulithubutu kuivuruga familia ya binti yangu. Sikiliza, katika watu wana roho mbaya katika ulimwengu huu, mimi naweza nikaa naongoza. Ukiondoa Adolf Hitler, nafuata. Mimi nilidhani umekuwa Sakina, unataka kurudisha heshima nyumbani, nikamshawishi babako asimamie masuala yako. Kumbe ni bure kabisa, hakuna kitu. Najuta kukuamini Sakina. Hivi Sakina, unafikiri watu wanalala tu singine wakiamka wanakuta utajiri, si ndio? Wewe umepata mwanamume aliyekujali na akakuheshimu. Badala utulie naye ujenge maisha, unataka kurudi mtaani uanze kutangatanga, si ndio? Sasa nasemaje? Toka katafute bangalo la kuishi. Ukimwona mtu ana mali ujue nyuma kuna mwanamke amechuma naye. Lakini wadada wa sasa nyinyi mnataka yale maisha kwa wakati ya denge tu. Kuyapitia tu cha. Maisha hayaendi hivyo. Nikwambie ukweli kabisa, maisha hayaendi hivyo. Mwenelewa vizuri. Kama wewe unapenda kuendelea kudanga